na hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia katika upande fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu. Tazamaji nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye runinga yako kuhusiana na yote ambayo nakuwasilishia siku hii ya leo. Na katika upande wa kimataifa tuangazie kuhusiana na mgogoro ambao umeingia siku ya 13 hii leo. Marekani na Israel dhidi ya Irani. Ni mgogoro wa kivita ambao umeingia siku ya 13 siku ya hii leo. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026 na mgogoro huu umeweza kuingia siku ya 13. Lakini hata hivyo kuhusiana na mgogoro huu ambapo ulipoweza kuanza mpaka siku ya jana, siku ya leo tumeweza kuona mashambulizi yakizidi zaidi upande wa Hezbollah, ambacho ni kikundi kinachopatikana katika taifa la Lebanon pamoja na jeshi la Israel. Mashambulizi yameweza kuzidi zaidi. Lakini hata hivyo kwa siku ya jana, kwa kile alichoweza kuzungumza rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba nikitaka vita viishe vitamalizika. Hii ndio kauli ambayo ameweza kutoa, na hii si mara ya kwanza kwa rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuzungumza kitu kama hicho. Aliwahi kuzungumza wiki iliyoweza kuisha, pia alisema kitu kama hiki kwamba akitaka vita imalizike inamalizika. Na siku jana pia ameweza kurudia tena akisema kwamba akitaka vita vimalizike vinamalizika, akisema kwamba kwa upande wa Irani hawana tena sehemu ya kuweza kushambulia kwa sababu sehemu zote amesema tayari wameweza kushambulia. Kwa hiyo hamna tena sehemu inaweza kubakia ya kuweza kushambulia katika taifa hilo la Irani. Na hata hivyo yeye kwa upande wake ameweza kuzungumza kwamba akitaka vita viweze kumalizika basi vinamalizika. Lakini kwa upande wa Israel ambao ni mshirika mkubwa zaidi na Marekani katika mgogoro huu wa kivita, kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz, yeye kwa upande wake amesema kwamba kuhusiana, yeye ameita ni kama vile kampeni ambayo ameweza kuianzisha ya kuweza kushambulia upande wa Hezbollah, lakini pia kuweza kushambulia upande wa Irani bado haijaisha. Ni mgogoro wa kivita, lakini kwa upande wake ameita ni kampeni ambayo ipo kwa upande wa Israel katika kushambulia Hezbollah, ambacho ni kikundi kinachopatikana katika taifa la Lebanon, lakini pia na pamoja na taifa la Irani, kama kampeni hiyo bado haijaisha. Huu ni waziri wa ulinzi wa Israel Katz. Na hii imeweza kunikumbusha kuhusiana na mgogoro ambao ulikuwepo wa kivita kati ya Israel pamoja na Hamas, kikundi ambacho kinapatikana kwa pale Palestina, ukanda wa Gaza. Tuliweza kuona jinsi gani ambavyo baadhi ya mataifa na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanataka mapema kabisa mkataba wa amani uwepo kati ya Israel pamoja na Hamas. Lakini kupitia waziri wa ulinzi wa Israel Katz, ni kama vile alikuwa anaweka ugumu katika hilo, na mpaka ikapelekea katika nchi ya Israel kuwa na mgawanyiko, upande wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini pia na upande wa bunge katika taifa hilo la Israel, na ikaleta ugumu zaidi, na ikapelekea tukawa tunaona mashambulizi yakizidi zaidi upande wa Hamas katika taifa la Palestina. Na kwa sasa hivi katika hili ambalo linaendelea, tumeweza kuona pia akiweza kuzungumza akisema kwamba kampeni ambayo ameweza kuianzisha bado haijaisha. Ni kuhusiana na mashambulizi upande wa Hezbollah katika taifa la Lebanon, lakini pia na mashambulizi katika taifa la Irani, kwa sababu tunafahamu ushirikiano ambao upo kati ya Hezbollah pamoja na Irani, lakini pia ushirikiano ambao upo kati ya taifa la Israel pamoja na Marekani. Kwa ni kama vile kwa upande wake anaona bado kampeni ambayo ameianzisha haiweza kuisha. Ni mgogoro wa kivita ambao unaendelea sasa hivi kati ya Hezbollah pamoja na Israel pamoja na Irani. Bado mgogoro huo hujaweza kutamatika na hautaweza kutamatika. Lakini hata hivyo kwa upande wa rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba yeye akihitaji vita hivi viweze kumalizika basi vinamalizika, akisema kwamba katika taifa la Irani hakuna sehemu iliyobakia ya kushambulia, kama wameshaweza kushambulia sehemu zote, kwa hiyo hakuna sehemu iliyoweza kubakia. Na hata hivyo nakuja kuangalia wiki iliyoweza kuisha, aliweza kuzungumza ni kama vile akisema kwamba muda wowote vita hii inaweza ikatamatika, lakini sio ndani ya wiki hii, tuangalie labda kwa siku zijazo. Na tumeweza kuona wiki imeweza kutamatika na sasa hivi ni wiki nyingine imeweza kuingia, ameweza kutoa kauli kama hiyo.
Mtazamaji, na tamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi, upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti